Mwanafunzi wa Kiswahili, mpenzi wa lugha ya Kiswahili, mkereketo wa lugha, wambaje mahali ulipo. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na Jumamosi njema ya Januari 3 mwaka wa 2026. Jina langu niite Ustadh Kakamnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinajenga sarufi ya Kiswahili, kinajenga fasihi ya Kiswahili, kinajenga msamiati wa Kiswahili na inaendeleza lugha kwa jumla kwa wanafunzi na kwa jamii kwa jumla. Leo ningependa tuangalie mbinu ya sanaa iliyotumiwa na mwandishi Clara Momanyi kuwasilisha maudhui yake kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Jambo la kwanza, mbinu rejeshi. Ningependa tuangalie mbinu rejeshi ama kisengere nyuma. Mbinu rejeshi au kisengere nyuma ni mbinu ya kisanaa ambapo mwandishi huyarejelea matendo yaliyotendeka awali kwa nia ya kufanikisha masimulizi. Kwa hivyo mara nyingi mwandishi anaporejelea matendo yaliyotendeka awali kwa nia ya kufanikisha masimulizi, basi ni kisengere nyuma ama ni mbinu rejeshi. Mbinu hii imetumiwa kwenye riwaya ya Nguu za Jadi kwa namna ifuatayo. Kuna hadithi ya kijana aliyeugua ugonjwa wa chawa, ugonjwa ambao ulifahamika kama pediculosis corporis, inasimuliwa katika mbinu rejeshi. Kwa hivyo hadithi ya kijana huyu ambaye alikuwa anaugua maradhi ya chawa, pediculosis corporis, inasimuliwa kwa mbinu rejeshi. Hii ni kwa sababu Mashauri na Lombo wanakumbuka matukio ya zamani walipokuwa wanasoma katika shule ya upili. Umuhimu wa kisengere nyuma hiki ni kuweka msingi kwa faida ya msomaji kuhusu uhusiano wa Lombo na Mashauri. Kwa hivyo tunaporejelea hadithi ya kijana huyu aliyeugua maradhi ya pediculosis corporis ambao ni ugonjwa wa chawa, hii ni hadithi ambayo Lombo na Mashauri wanarejelea ili kuelezea kuhusu maisha yao ya utotoni walipokuwa shuleni. Kisa cha jinsi Ngoswe ndi mwanawe Sagilu na wala si mtemi Lesulia kinasimuliwa katika mbinu rejeshi. Kupitia kwa ufafanuzi ama kupitia kwa maelezo ya Sagilu, kupitia kisengere nyuma, tunapata kuelewa kwamba Ngoswe si mtoto wa nani? Tunapata kuelewa kwamba Ngoswe si mtoto wa mtemi Lesulia, bali Ngoswe alizaliwa kutokana na usuhuba kati ya Sagilu na mamake ambaye ni Nanzia. Kwa hivyo Ngoswe ni zao la Nanzia na Sagilu, bali si mtemi Lesulia. Kwa hivyo tunapata kuelewa uhusiano wa Nanzia na Sagilu ambao ulileta uzao wa Ngoswe kupitia kisengere nyuma. Sagilu ndiye anayemfafanulia Ngoswe kuhusu kisa hiki, na kutokana na kisa hiki tunajua kwamba Nanzia ni mwongo. Yeye humwambia Ngoswe kwamba kakake Mdando anasoma ilhali yuko na Muhindi ambaye ni babake na ambaye alishurutishwa kuondoka naye akaenda uhamishoni Ulaya.
Kwa hivyo tunaona kwamba kupitia kwa mazungumzo kati ya Sagilu na Ngoswe, Ngoswe anapata kufahamu kwamba yeye alizaliwa na Sagilu bali si Mtemi Lesulia, na ndugu yake Mdando alizaliwa na Muhindi bali si Mtemi Lesulia, na kwamba Mdando alienda uhamishoni Ulaya kwenda kukaa na babake Muhindi kwa sababu hakuhitajika. Lakini wakati huu wote mamake amekuwa akimwambia nini? Mamake amekuwa akimweleza kwamba ameenda kwa masomo, jambo ambalo tunajua kwamba ni uongo. Acha nipige tama la maji. Kwenye riwaya pia, riwaya inapoanza tunaelewa kuhusu Mangwasha, wanawe na watu wengine ambao wamefurushwa kutoka Matango na sasa wamepata hifadhi katika kanisa fulani. Kwa hivyo tunaelewa nini? Kwa hivyo wakati riwaya hii ya Nguu za Jadi sura ya kwanza inapoanza, tunapata kuelewa kwamba Mangwasha pamoja na watoto wake ambaye ni Kajewa na Sayore na watu wengine wa Matango wamefurushwa kutoka makazi yao na wamekimbilia makazi ya kanisa kutafuta usalama wao. Jambo ambalo tunaelezwa maisha ya Mangwasha akiwa msichana na kuhusu kuchumbiwa kwake na Mrima. Mbinu rejeshi hii inaweka wazi mambo kadhaa. Kwa hivyo tunapata kuelewa hali ya usichana wa Mangwasha na jinsi alivyoanza kuchumbiwa na Mrima. Kule kuangalia ama kutazama maisha ya kuchumbiwa kwa Mangwasha kwa Mangwasha, basi ni mbinu rejeshi ama ni kisengere nyuma. Kwa hivyo kisengere hii nyuma inaweka wazi baadhi ya mambo. Kwanza, Mangwasha ni msichana mwadilifu. Tunapata kuelewa kwa hayo kwa sababu licha ya vishawishi vya Sagilu na Chifu Mshabaha, tunaona kwamba Mangwasha alisimama kidete na kuendelea kumpenda Mrima bila kumwendea kinyume ama pasi na kumwendea kinyume. Pili, Chifu Mshabaha na Sagilu ni watu wenye dharau. Kwa hivyo kupitia kisengere nyuma hii tunapata kuelewa kwamba Chifu Mshabaha na Sagilu ni watu wenye dharau, kwani wanamdharau Mrima kwa sababu hana utajiri na kumdharau Mangwasha kwa kumpenda mtu ambaye ni maskini ama mtu ambaye ni mkata ama mchochole. Tunafahamu pia kwamba Sagilu ni mkware, kwani licha ya kuwa na wake watatu, Mrima anasema kwamba ana masuria ama ana vimada watoshao kijiji kizima. Kwa hivyo tunarejelea haya ama tunapata kufahamu haya kupitia kwa kisengere nyuma, wakati ambapo tunamulika maisha ya nani? Wakati tunapomulika maisha ya awali ya Mangwasha, mhusika Mangwasha. Kwa hivyo kwenye kitabu hiki, hayo ni baadhi ya mifano kadhaa tu ambaye nimejaribu kuyaweka wazi. Kwa hivyo hata jambo jingine ni kwamba uhusiano kati ya Wakule na Waketwa pia inarejelewa kupitia kisengere nyuma, kwa sababu uhasama uliopo sasa ni uhasama ambao umetoka jadi, uhasama ambapo Wakule wanawaona Waketwa kama watu ambao ni watu wa kuhama, walihamia eneo la Matango. Kwa hivyo ndiposa tunaona kwamba wanadhalilishwa sana na Wakule, ni kwa sababu wao wanachukuliwa kuwa wageni, na uhasama huu umeanza zamani. Kwa hivyo inatuwekea wazi kuhusu maisha haya. Kwa hivyo mwanafunzi mpenzi wa lugha, hayo ni baadhi. Unaweza endelea kudadisi na kuchunguza kuhusu mifano zaidi
ya kisengere nyuma ama mbinu rejeshi kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Niite Ustadh Kakamnai kama ilivyo ada, mpenzi na mkereketo wa lugha ya Kiswahili. Lakini tafadhali usisahau kujisajili kwa kipindi hiki kwa kuweza kusubscribe. Bonyeza hapo utasubscribe, ndipo kila wakati ninapokuwa na kipindi hiki tutaweza kutangamana. Maulana akubariki, akupe neema zake ndogo ndogo na kubwa. Na waaga kwa msemo unaosema vipi? Bahati ni chudi, bahati ni chudi. Asanteni sana.